Tunakaa kwenye mkoa wa Dar es Salaam lakini tunatumia zaidi Kilwa Finest. Ni watu wengi wametokea kwenye mikoa yao lakini wako ambao hawajivunii kutoka kwenye mikoa yao na kujiita hayo majina. Labda mimi nasema Masasi Finest au hivi na hivi, lakini wewe umeamua kuitumia Kilwa Finest. Kuna unique gani ambao ukasema yapo majina mengi lakini natamani nitumie hili la nyumbani? Kwanza mimi naamini ni miongoni mwa watu wenye bahati kuzaliwa Kilwa. Mimi maisha yangu kwa asilimia kubwa sana hata kwenye elimu ni mtu ambaye nimekuwa nikipenda sana vitu vya asili, nature, hizo culture, kupenda hata darasani masomo ya history vile, yani vitu vya asili nimekuwa nikipenda sana, na ndio maana hata football napenda sana, football ya Afrika kuliko hata Europe, kwa sababu ni mtu wa culture. Sasa naamini miongoni mwa vitu ambavyo vimenisababishia pia na mji ambao natokea. Sisi tangu wadogo tunazaliwa tunakuta mwembe kinyonga, mwembe ambao Wajerumani walinyongea watu, tunakuta minara imejengwa hapa, Wajerumani walikuwa wanafanya hivi, hospitali ilijengwa. Mimi hospitali ambayo nimezaliwa ni hospitali ya kumbukumbu ya watu ambao walikuwa wanauliwa miaka ya nyuma na Wajerumani, wananyongwa, hawa kina Hassan bin Omar Makunganya, sijui mpaka vita vya Majimaji, zile njia zake mpaka vinaingia Kilwa, magofu ya Waarabu, historia ya Wareno, Kilwa Kisiwani kule. Kwa hiyo ni mtu fulani hivyo asili ambaye na Kilwa imenishape kuwa huko, sawa. Kwa hiyo mwenyewe huaga na feel proud kujiona kama mimi ni mwana Kilwa, yani kusema kama mimi mtu wa Kilwa. Na sio mimi tu, Kilwa naona watu wengi, yani miaka mingi watu wanavaa t-shirt zimeandikwa I am a Kilwa boy. Watu wanaandika, kwa hiyo watu wana feel sana proud kuhusu Kilwa. Watu wengi wa Kilwa wana feel proud kuhusu kwao. Kwa hiyo na mimi nilipopata nafasi ya kuwa kwenye haya platform, mimi wakati niko O level nilikuwa najiita Ngugi wa Kilwa. Nitaka niseme wa Thiongo. Wa Kilwa. Nilikuwa napenda hiyo mambo ya literature. Na kwa sababu kwetu ndo Kilwa, na James Ngugi nilikuwa nampenda, huyo Ngugi wa Thiongo nilikuwa nampenda sana. Kwa hiyo nikaamua Ngugi wa Kilwa. Kwa hiyo nimekuja huko sasa Kilwa Finest. Umeona, yani Kilwa haichezi mbali na mimi. Hakuna nyuma ya pazia, hamna kitu kingine zaidi tu ya mapenzi na nyumbani. Na kuzaliwa pia ni Kilwa, kukua Kilwa, kusoma Kilwa, na safari pia ya maisha ilianzia Kilwa. Of course safari ilianzia tangu nazaliwa miaka ya 90 huko. Wakati nazaliwa, nimezaliwa Kilwa kwenye hiyo hospitali ambayo nimesema. Kusoma, nimesoma pale shule ya msingi, nikasoma sekondari, nimesoma kidato cha kwanza peke yake. Kidato cha pili nikahama. Kule Lindi kuna sema Nyangao, naijua. Yes, nimesoma Nyangao pale Mahiwa. Mimi nimesoma shule nyingi. Mahiwa, nimetoka Mahiwa nikaja Dar es Salaam, nikasoma shule moja ya Kiislamu hapa. Nimetoka hapo nikasoma shule nyingine hapa Dar es Salaam. Nimetoka hapo nikaenda Arusha, nikasoma shule nyingine advance kidogo. Nikatoka hapo nikaenda Mtwara, nikasoma shule nyingine advance, nikaenda kumalizia huko chuo kikuu Dar es Salaam hapa. Kwa hiyo Kilwa, msingi wangu wote ulikuwa Kilwa, lakini baadaye huko mambo kabadilika. Yes, nikaenda maeneo mengine mbalimbali. Umesema hapo umezaliwa miaka ya 90. Ndio tuambia 90 ngapi? 91, 92, 93? Mimi ni mkubwa kuliko watu wengi, ndio ninachojua. Ni mkubwa kuliko Harmonize. Yaani kwa nini ile swali la una miaka mingapi linakuwaga ngumu kujibu direct? Tutasikia mimi nimezaliwa 90. Kuna watu wanafungua kodi, yani sio mbaya mtu kusema, lakini sio mbaya mtu kuficha. Unajua kila mtu ana namna ambavyo anaamini. Lakini wapo wataalamu pia wa masuala ya nyota. Unajua mambo ya nyota kuna wataalamu wa masuala ya nyota. Yaani wewe unaweza nikafanya kuna imani spiritual ambayo mtu anaamini. Kwa hiyo nikipata tarehe yako kuzaliwa, nikapata jina la babako, jina la mamako, nini, kuna vitu naweza nikafanya. Unaona, kuna watu wanaamini hivyo. Kwa hiyo sasa sisi tunaangaliwa na watu wengi. Unajua watu wanakuangalia na kuangaliaje. Kwa hiyo kuna kodi inabidi uzifiche. Umeelewa? Ndio kama mimi sio tu kwenye eneo la mwaka. Mimi vitu vingi sana sivipeleki front. Mimi haijawahi kutokea siku nimemposti mzee wangu, yani watu wamemwona huyu mzee wake. Iliwahi kutokea siku moja na nilifuta. Niliwahi kumposti bi mkubwa. Kwa namna nzuri tu alikuwa anasoma Qur'ani. Nikamposti, baadaye nikasema hapana, nikafuta. Lakini
sipendi watu wanaoniona katika kazi wajue nyuma yangu mimi kuna nini. Yani kama mimi nina mke, nina mtoto, nina baba, nina mama, nina ndugu gani, nina nini, na hiyo vitu vibakie kuwa nyuma yangu. Yani sitaki mtu ajue in details, anijue mimi. Kwa hiyo nijue mimi kazi yangu ninayofanya iishie hapo. Kwa hiyo mtu ambaye atajudge anijudge mimi na kadhalika. Sio huyu baba yake fulani, huyu mama yake fulani, babake. Mimi mambo yangu ya personal hayo na kaga nyuma yangu mimi mwenyewe ndo na kuaga front. Sipendi watu wajue details hizo nyingine kwa undani zaidi. Kwa undani zaidi, yes. Na sio kama hutaki watu wa familia tu, unaweka mipaka. Ndio tuseme mipaka, of course. Kuna mipaka watu wanifahamu. Mimi najua mambo ya nyuma huko. Najua. Mambo yangu ya nyuma? Ya ndo umewekea mipaka na yafahamu. Nitakuja kuhadisia huko baadaye. Okay. Tuambie Mzinga, safari yako ya utangazaji mpaka kufikia Garibu Mzinga huyu ambaye hivi sasa karibu nchi nzima wanamuimba, lakini pia hata nje ya mipaka ya Tanzania wamekuwa wakivutiwa na kile ambacho unakuwa ukikifanya kwenye utangazaji wa soka. Kabla kusema safari yangu hapo, ulivyosema nje ya mipaka ya Tanzania, mwenyewe pia nilikuwa naamini kwamba mimi najulikana tu hapa nyumbani. Yani Tanzania tu watu wananijua hapa. Lakini sikuwa na fikra kwamba nje ya Tanzania pia kuna watu wanasikana kwa wanifuatilia. Ukiachana na wale wa Tanzania ambao mtu yuko Marekani anakufuatilia, huyu mimi simhesabii. Nahesabia mtu yuko nchi fulani, raia wa huko, lakini anakupenda wewe, anakufuatilia wewe. Just imagine, mara ya kwanza naingia Kinshasa, DR Congo. Nashuka katika flight, niko na begi, nashuka ngazi, hapa chini kuna staff mmoja wa ile airport ya Njiri, airport yao inaitwa Njiri. Wakati nashuka kaniona, Mzinga. Just imagine, ni Mkongomani. Umeelewa? Kaniona mpaka nikashangaa. Nikasema wewe, kumbe najulikana. Mpaka huko akaniambia bwana, na Kiswahili naongea. Anakwambia nakufuatilia sana. Mimi nafuatilia mpira wa Tanzania, nakwambia anatokea huko Este. Mashariki, Kongo Mashariki huko. Ndio anakotokea ambako kimsingi lugha ya Kiswahili ipo. Kwa hiyo yeye anakwambia mimi nakufuatilia, anaonyesha clip pale. Hii bwana unaojiwa hapa, unafanya nini? Kwa hiyo vitu vyote vinaonyesha. Wewe napenda sana mpira wa Tanzania, nafuatilia, mimi timu yangu ni Yanga, kwa hiyo nafuatilia sana hivyo vitu. So kaniambia vitu vingi sana. Of course nilikuwa surprise na alinisaidia. Just imagine, nimeshuka airport ya Njiri, sina kitu kinaitwa yellow fever. Yellow fever ni kiambatanisho cha kupima ugonjwa wa yellow fever ili upite pale. Sikuwa nayo. Nilichukuliwa, kuna chumba nikaingizwa kwanza, nitulie kwanza, afu nilipe $200 ili niweze kuingia ndani. Alikuja akanirescue. Amerescue mimi, nikaondoka zangu, maisha kama endelea. Sasa alinisaidia, yes. Mimi nikaondoka zangu. Na ikiwa just hapo, imagine, wewe humfahamu kabisa. Simfahamu, lakini Mungu mwema, tumekuwa ndugu sasa. Na hapo ndo kusema umaarufu unasaidia. Yes, umaarufu kuna sehemu unasaidia. Tukija kwenye swali lako la msingi la career yangu ya utangazaji, ni ndogo sana, ni fupi sana, ni nyepesi mno. Sawa. Ilianza wakati naingia chuo kikuu kufanya walimu, sababu ilianza walimu. Nimeingia kufanya walimu, nikasoma muda mfupi tu, niliona kwamba huko kama hapana. Yaani mwenyewe tu niliassess, nikaona huko hapana. Hebu nijaribu njia nyingine. Kwa hiyo nikaamua kushift kuingia kwenye uandishi wa habari. Kuingia katika uandishi wa habari, nikawa naamini kwamba mimi nina kipawa kikubwa sana cha kuandika. Kwa hiyo niliingia kwenye printing media, nimefanya printing media kidogo. Lakini baadaye nikaangalia soko lilivyo, nikasema inabidi niingie kwenye broadcasting pia. Kwa automatic nikaingia kwenye utangazaji. Nikawa nafanya kipindi kwenye television ya chuo pale Mlimani FM, Mlimani TV, Mlimani Radio pia. Nikawa naingia nafanya vipindi hivyo, naenda. Kwa hiyo utangazaji ulianzia hapo kwenye utangazaji ule wa habari, expression. Lakini tukija kwenye commentary, ambayo pia ni genre ya journalism, nilivyoingia Azam TV mimi niliingia mara kwanza kama mchambuzi. Mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2019. 2019 nimeingia kama mchambuzi, naenda kufanya vipindi vya, tena nimeingilia radio ile UFM. Nimeingilia kule, nimefanya vipindi kadhaa, nikaonekana na uwezo. Kwa nikahamishwa na TV, nikawa nafanya uchambuzi. Mimi nimechambua, unajua build up uchambuzi wa ligi kuu pale, mimi nimekaa kwenye set ile.
tunachambua pale. Lakini licha kufanya uchambuzi mwenyewe, sio sehemu ambayo nilikuwa naihusudu. Yaani mwenyewe sikujiona kama mimi ni mchambuzi. Sikuona kama sio kama kufiti, nilikuwa naona kwamba hobby ndogo na nini, kwa sababu unatakiwa utumie energy kubwa sana kufuatilia vitu. Sasa kwa wakati ule nilisema hapana. Alafu uchambuzi ni eneo ambalo kwangu mimi kama journalist sio eneo la professionalism. Yaani sio taaluma yangu ya uandishi wa habari iliyosoma miaka 3. Kuwa pale coach, good coach, sawa, pale mnazungumzia tactics, mifumo nini na vitu kama hivyo. Huyu ni kocha. Sawa, mtu ambaye ana knowledge ya hayo mambo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakaa nazungumza, lakini nilikuwa natafuta tu njia ya kupita katika maeneo mengine. Kwa hiyo nilikuwa natamani siku moja nipite hapa, maybe nije kuwa host hapa ndani, nije kuwa producer humu ndani wa vipindi. Lakini Mungu mwema, that time ikaja ligi ya Bundesliga. Sawa, ndo Azam TV wampata haki za matangazo hiyo ligi. Kwa hiyo ilivyokuja, mimi katika pita zangu huko nyuma niliwahi kuifanyaga Bundesliga kidogo sana. Sawa, niliwahi kufanyaga kidogo sana. Kwa hiyo na idea. Kwa hiyo Bundesliga wakati inakuja, nikamfuata jamaa mmoja anaitwa Jesse Mukami. Nilimwambia bwana, yeye ndo alikuwa anasimamia zile content kidogo. Kwa hiyo nikamwambia bwana, mimi naweza kufanya. Alikuwa anatafuta mtu wa kufanya kipindi cha Bundesliga. Nikamwambia mimi naweza kufanya. Kwa hiyo nikaingia kwenye Bundesliga kama a pundit. Nafanya kipindi cha tikitaka. Nimefanya tikitaka, ikaja sasa mechi hizi inabidi zitangazwe kwa Kiswahili. Sasa kuna scarcity ya watangazaji, uhaba wa watangazaji mle ndani. Kwa hiyo tunafanyaje? Kwa hiyo wamepitishwa watangazaji wengine wanatangaza, afu sisi ndo watangazaji namba 2 Com2. Tunawasaidia wale. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kama Com2 wametufunza sasa wachambuzi. Kwa hiyo tunafanya. Siku moja ikatokea dharura ya mechi ya kimataifa, ilikuwa Namungo dhidi ya Nkana Red Devils. Kwa hiyo ile ndo mechi ambayo kwa mara ya kwanza naenda kutangaza kama mtangazaji namba 1. Mtangazaji aliyepangiwa ile mechi, kutokana na dharura pia ambayo ilijitokeza. Yes, mtangazaji aliyepangiwa ile mechi ratiba ilimpiga chenga, hakuona ratiba. Muda umefika, hayupo huyu mtu. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Mimi ndo naonekana niko mazingira ya pale. Na muda umefika, bado dakika 5 mechi iende hewani. Hatuna mtu wa kumuita mbali hapa akawai hii mechi. Kwa hiyo bwana, mimi nikaambiwa na boss wangu mmoja anaitwa Philip Cyprian, akaniambia Mzinga, nenda kaokoe jahazi. Yaani wewe nenda tukaongea huku tunafanya mpango wa kumeta mtangazaji. Mimi nilipofika pale naona kweli vikosi vinaingia uwanjani, mimi nikachomeka maiki nikaruka nalo game. Nilitangaza, nimetangaza hivi, the rest in history, kwa sababu feedback zilikuwa nzuri sana. Natangaza watu wakawa wanapenda. Sasa mimi nilikuwa kutangaza ile flow ya mechi inavyotembea ilikuwa sio sana, kwa sababu sio eneo ambalo naliweza. Shaona, mimi naweza kuchambua. Kwa hiyo katika ile mechi nilikuwa natangaza kidogo flow ya mechi, lakini asilimia kubwa ilikuwa ni kwa dadavua wale wachezaji. Frank Magingi ametokea wapi? Hashim Manyanya ametokea wapi? Lucas Kikoti katokea wapi? Upande wa pili akina Kelvin Kampamba Mubanga ametokea wapi? Harrison Chisala ametokea wapi? Sio akina Shimenga, sio nani. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimebezi huko. Watu wakapenda ile. Watu ile jamaa lina tisha alituchambulia wachezaji, na fenga sema okay. Kumbe mnapenda, basi kama mnapenda tutaiboresha hiyo. Kwa hiyo baada ya pale good thing nikawa proposed kwenda kuwa mtangazaji namba 1, tukaingia kwenye Ramadhan Cup huko. Ramadhan Cup ile unajua ile Ramadhan Cup ya usiku kule mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ile yenyewe kwa imenifua zaidi. Unakosea, unapigiwa simu, unasahihishwa, unaambiwa hivi, unaambiwa hivi. Sasa ukubali kupokea masahihisho. Kuna ile unafanya, unasimulia watu story, afu watu wanaenjoy, wanafurahi huko. Alafu kuna mtu anakuambia bwana tupa ma story mengi. Achana navyo. Wewe sasa unapokeaje? Unaweza kupokea ile jamaa anaonea wivu maybe kwa sababu watu wananisifia, umeelewa? Sasa haitakiwi hiyo. Inabidi mwenyewe uchekeche. Sema kweli mimi natangaza, lakini utangazaji wa hivi hakuna. Yaani professional way ya utangazaji wa hivi hakuna. Kwa hiyo punguza baadhi ya vitu. Kwa napunguza. Kwa hiyo nikajikuta mwisho siku na prune. Sasa hivi nimebakiwa na vitu kidogo and still watu wanaenjoy hivyo vidogo ambavyo nawapa. Lakini vile vingi ambavyo ni unnecessary. Yeah. Na wakati huo sasa ambao ulikuwa kwenye uchambuzi, lakini ulikuwa na tamani zaidi kuwa mtangazaji wa kabumbu, nani ambao ulikuwa ukimwangalia zaidi na kumtazama kama kioo? Mimi nimekwambia niliingia kwenye utangazaji kama accident, kama ajali tu. Yaani haikuwa plan. Yaani haikuwa plan yangu mimi. Unaona kwenye nilivyokusimulia hapa,
haikuwa sehemu kwamba I wish siku moja nije kuwa mtangazaji. Sikuwa na huo mpango. Imetokea ndo nafanya, lakini hata wale ambao nilikuwa na wakubali, haikuwa na wakubali kwamba nije kuwa kama wao, kwamba namsikia mtu fulani huyu anatangaza vizuri nije kuwa kama yeye. Sikuwa na hiyo. Lakini ilikuwa na wahusudu tu watangazaji wengi. Ilikuwa watangazaji nilikuwa na enjoy, napenda kusikia wakitangaza mpira. Kwa hiyo automatic ndo leo niko nao, wengine nafanya nao, wengine hawapo, lakini ni watu ambao nilikuwa napenda kuwasikia wakitangaza mpira kabla mimi kuingia huko. Na sisemi kwamba ndo walinivutia eti nikaingia. Mimi niliingia tu kwa dharura, yani hakuna mtu ambaye alinivutia mimi nikaingia huko. Niliingia kwa dharura, lakini baada ya kuingia ndani sasa nishaingia kwenye field, nafanya, ndo najifunza. Sasa kwenye kujifunza hapo ndo napata watu kwamba I like the way anafanya huyu jamaa. Anafanya vizuri, anafanya hivi. Kwa hiyo kuna wengi. Lakini sasa hao wengi ambao nawazungumzia pia kuna wengi, lakini kuna huyu kwenye kitu hiki. Kuna huyu kwenye kitu hiki, umeelewa? Huyu kwenye kitu hiki. Hiyo napenda sana. Kwa mfano nikwambie, napenda matumizi mazuri ya lugha kutoka kwa Ramadhan Ngoda. Sawa? Yaani napenda, muda mrefu napenda jamaa atumia lugha vizuri sana. Hata mimi pia. Hadi wewe? Yes, matumizi ya lugha, anaongea vizuri, anaongea, yani unaenjoy ukimsikiliza. Sawa? Lakini pia nilikuwa napenda namna ambavyo anatupa historia mzee wetu, mzee Mvula. Sawa? Vile anavyotoa historia. Sio huyu Juma Kaseja huyu mwaka fulani ilikuwa hivi, vile vitu. Unaenjoy, unasema napenda kitu kwa huyu. Ushaona? Napenda punch kutoka kwa Baraka. Ushaona? Mwamba wa Marila. Yes, Baraka Mpenja, ile pick. Tangaza mechi ina tempo kubwa, ambience kubwa, mashabiki wengi uwanjani, lakini ile mechi anaichukua fana inyonga hivi kama gari. Shona anaenda nayo. Na waga nasemaga miongoni mwa mechi ambayo binafsi ile Baraka ndo top, yani niliona bwana hii hapana. Na pengine ningepewa mimi sijui hata kama singetetemeka. Ilikuwa ni Wida. Yes, Wida ilikuwa ni Simba dhidi ya FC Platinums. Ile mechi bwana ilikuwa ina pressure kubwa. Simba atakupindua matokeo. Mechi ina pressure, Simba full house. Wamejaa, anafanya na kamwe ile. Full house. Huko nje huko. Nje ya mchezo, huko nje ya dakika 90, kabla dakika 90 tayari tambo nyingi Wida. Wale majamaa wamekuja na wenyewe Wida ni kitu gani? Unaona ile vitu vingi sana ndani yake. Alafu sasa finally ndo dakika 90 zimefika. Simba must win. Sawa? Ile mechi bwana Baraka, ile mechi alivyoichukua akaenda nayo kwanza, ni aliwekea hadhi kwamba hadhi hii mechi ni hii. Yes, alienda nayo perfect, yani mechi ambayo naipenda sana kwenye commentary. Yani ukizungumzia mechi ya kwenye commentary naipenda. Kwangu mimi ile ndo mechi ambayo yani atmosphere yake ni tofauti kabisa. Ni ile mechi ni tofauti kabisa. Lakini napenda vitu vingine kwa watangazaji wengine wengi, watangazaji wengi. Kuna commentator namba 2 James Samuel, naye napenda uwezo wake wa kujua kufuatilia vitu. Umeelewa? Yani anafuatilia vitu, nataka kujua kwamba huyu ni fulani, huyu ni fulani, na unamuona kabisa anajishughulisha, anafuatilia. Mimi natangaza naye mechi, kabla mechi kutangazwa unamuona anaweza akakuuliza. Kwa mfano anatangaza mechi ambayo mimi sipo, anakuuliza bwana fulani na fulani kuna kitu fulani hivi. Sometimes mimi nikienda kwenye mechi lazima nimpigie simu, hususan za nyumbani hizi, sababu unajua huyu jamaa hatari mpira wa ndani. Kwa hiyo utaenda tumuuliza, nakupa vitu. Sasa nikiwa nafanya naye, ndo niko naye bado nafanya naye, una enjoy. Kwa hiyo watangazaji wako wengi, lakini hao ni baadhi yao tu, lakini wako wengi. Pasco, the way yuko calm, umeelewa? Yuko calm, yani kuna tempo fulani hivi yuko nayo, unaona anavyo flow nayo hiyo tempo yake. Kwa hiyo kila mmoja anakuvutia kwa kitu chake. Huyu ana hiki, huyu ana hiki. Wengi yani watangazaji almost wote mimi na appreciate, na siwezi kutaja wote hapa, lakini wapo. Hao nimewataja wa Azam TV. Wapo pia wa nje ya Azam TV na wanafanya vizuri. Yes, Nazareth Upete
ni mtangazaji mzuri ambaye mechi inapoanza ule muda ile opening tu yote kwa ujumla ana sanaa yake ya uumbaji wa maneno ambayo itakuvutia wewe kuendelea kusikiliza. Yes, anakujengea picha kwamba tunachoenda kukiona kwenye dakika 90 ni hiki hapa, maana yake ni hii. Kwa hiyo unaenda kwenye dakika 90 lakini unajua hii dakika 90 inayokuja hapa maana yake ni hii. Kwa hiyo hivyo. Yeah. Umetangaza mechi nyingi sana Gael Mzinga. Pengine utuambie miongoni mwa mechi yako bora zaidi kwa kutangaza, iwe ni ya ligi au ya kimataifa. Bora zaidi zipo nyingi, lakini nichague moja. Ni mechi ya nje, ilikuwa ni Ivory Coast, ilikuwa ni Cameroon na Ivory Coast kufuzu kombe la dunia 2022. Mechi inachezwa Japoma Stadium, Cameroon. Anahitaji ushindi, must win match. Alafu Tembo Ivory Coast, draw inawapeleka, yani win or draw inawapeleka. Cameroon anahitaji ushindi. Japoma imejaa watu, full house. Japoma Shekhati ingawa una mtandio Shekhati bila Tifa. Japoma imetapika, watu ni wengi. Cameroon ni taifa kubwa kisoka, Ivory Coast ni taifa kubwa kisoka, heavyweight countries. Mtu ambaye hakuelewi anaweza kukushangaa, mtu ambaye hakuelewi. Yani hizo timu, mimi nimekwambia napenda mpira Afrika miaka mingi. Ayo matimu najua, najua status yake. Status ya Cameroon ni ipi, status ya Ivory Coast ni ipi. Ushaona ukubwa hayo matimu, wachezaji wao ambao niliwakuta na ambao niliwasoma kuhusu hayo mataifa. Ni mataifa ambayo utamaduni is almost the same kwa maana ya lugha. Haya ni mafrancophone, mataifa ya Kifaransa. Ushaona ni heavy. Unapozungumzia mataifa ya 5 stars countries, mataifa yenye hadhi ya nyota 5, ndio yale pale yamekutana. Sasa mmoja inabidi aende kwenye World Cup, mmoja abaki nyumbani. Sawa, lakini mwenyeji inabidi lazima ashinde. Mgeni anataka tu sare ili aweze kwenda huko. Bwana wewe, ile mechi, kabla ya mechi kwenda hewani, mimi nilikuwa naangalia ambience. Naangalia, yani tuseme nusu saa kabla mechi kuanza, tayari imeshakuja picha kutoka Cameroon imekuja pale, imeconnectiwa. Maana mimi niko kwenye chumba cha matangazo, kwa hiyo naona kinachoendelea uwanjani. Timu zinafanya warm up pale, wanafanya warm up. Huku juu uwanja umefurika, wa Cameroon wamejaa, wamejichora. Bwana yani pale mwenyewe unapata kitetemezi kwanza, unasikia bwana hii mechi. Afu just imagine ilikuwa mechi yangu, mimi sikupangwa kutangaza hiyo mechi. Aliyepangwa kutangaza aliniomba, bwana naomba nisaidie. Ngasema alhamdulillah, hii mechi umenipa. Hii mechi mbona mimi ningekupa wewe hela unige? Yaani mimi nilikuwa na uwezo kumwambia bwana chukua 50,000 naomba hii mechi. Lakini yeye alinipa mimi ile mechi. Kwa hiyo baada ya kunipa timu zikaingia uwanjani bwana. Timu zikaingia uwanjani, nimeshika mic na tetemeka, wanaambiwa. Naona kabisa mikono inashake hivi. Mtu mwingine hakuelewi, lakini mimi naelewa hadhi ya hii mechi. Kwa hiyo najua ukubwa hii mechi. Bwana mechi imeenda pale Kaltoko Ekambi. Ndio kuja kupiga bao, wanawaua wale Tembo. Indomitable Lions wanakwenda World Cup, alafu Ivory Coast wanasalia. Lakini ilikuwa na enjoy vitu vingi. Japoma, kuenjoy Cameroon, unataja miji yao ile Garua, Yaounde, Bafo, unaitwa Loum, kuna mji wa Douala, kuna mji wa Bamenda. Very enjoy.